الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء سرورنا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، tumo katika sura Al-Fatir na jana tulisimama katika aya ya 13 na tumeona kutokana na aya ya 11 Mwenyezi Mungu anatuonyesha utukufu wake, adhamati, kwamba ametuumba sisi kutokana na udongo, kisha kutokana na tone la manii nutfa, kisha kutujalia wanaume kwa wanawake azwaja, na kwamba yeye Mwenyezi Mungu chochote kinachobeba jike, ikiwa binadamu ikiwa nyama yote yule, wama tahmilu min untha wala tadha wala kuzaa, kikibeba mimba na kuzaa, yote katika elimu yake Mwenyezi Mungu. Akasema kuonesha utukufu wake na uwezo wake mkubwa, akasema wama yu'ammaru min mu'ammar wala yunqasu min umri illa fi kitab. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hapewi mtu mwenye umri mrefu kuzidishiwa au kupunguziwa ila fi kitab, isipokuwa haya yote yamo katika kitabu. Na fi lawhi mahfudh, kila kitu kimeandikwa. Ilmu ya Allah ipo katika lawhi mahfudh, hakuna yeyote anayejua iliyoandikwa kwa kamilifu katika lawhi mahfudh. Siri za Mwenyezi Mungu zote zimo humu ndani yake, la yataghayyar wala yatabaddal, hakibadiliki wala hakichange chochote kilichoandikwa, ndio hivyo hivyo. Lakini vitabu wanavyopewa malaika kadha huja vikapewa kwa stage, mpe kama malakul maut anaambiwa mpe fulani miaka 60, alafu baadaye anaambiwa futa muandikie 30 zaidi kwa 90 au 20 zaidi 80. Haya kwa mujibu wa on condition, kama kwamba mtu anatoa sadaka zaidi, anafanya mema, inaweza kuwa sababu nini? Silatu rahim, mawasiliano ya wazee yanamsababisha nini? Kupata umri mrefu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hubadilisha popote, lakini katika lawh mahfudh viko vile vile. Na tuposoma aya yenye kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, anafuta Allah anachotaka na kithibitisha anachotaka katika nguvu zake, katika uwezo wake. Wa indahu ummul kitab, indahu kwake bas, indahu ummul kitab, lawh mahfudh, kama wanavyosema humo. Tena kubadilishwa kitu, kubadilishwa huku mwisho ikawa mwisho kama alivyopanga mwenyewe, kukadiria kila kitu katika nini? Ummul kitab. Naam. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anafuta anachokitaka katika ahkam, anabakisha anachokitaka kiendelee, anafuta sayiat kugeuza hasanat, ulaika yubadilu Allahu sayiatihim hasanat, au sio? Na haya yote na haya, lakini katika lawh mahfudh yanabakia kama ilivyoandikwa mwisho, ilikuwa katika riziki na ajali za watu na furaha ya watu kuingia peponi, adhabu ya waovu kwenda motoni, kila kitu kimo katika nini? Katika umul kitab, lawh mahfudh. Naam. Na kwa hivyo kilichoandikwa katika mahfudh pale unapata maana la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, katika ajal na kila kitu yamo haya yamekuwa fixed, hayabadiliki kitu. Alafu tukaona kwamba Mwenyezi Mungu anataja mastawi al-bahrani hadha adhbun furat katika aya 12, anatuonyesha katika adhamatullah na uwezo wake mkubwa, kwamba rehema zake katujalia maji aina mbili yalikuwa matamu. Hadha adhbun furatun
Sa'ighun sharabuhu, maji yenye kuweza kunyweka kwa binadamu na wanyama, na kadhalika kajalia maji mengine milhun ujaj, kwa hikma kubwa sana. Yanahitajika maji yawe na chumvi, tena yenye volume kubwa sana na yaliyotandazika pakubwa sana. 71.11% nafikiri ni sehemu ya maji ya chumvi ambayo inahitajika. Haya maji kwa rehema za Mwenyezi Mungu ipate kugeuka mvuke, ikapanda juu, ikakaa kama ni mawingu, kusubiri wakati anapotoa amri Mwenyezi Mungu, mawingu yale yageuke mvua, yateremke kwa ajili ya kuwanufaisha watu. Subhanaka ya Rabb. Wa hadha milhun ujaj, milh chumvi yake ndio inasababisha maji kutokuharibika. Hikma kubwa milh yake kusababisha maji kuwa mazito kidogo kuliko maji ya adhi, hata vyombo vikaweza kwenda baharini kwa raha kabisa. Hii yote hikma kubwa sana, na mengi ambayo tuyajui. Kila kitu alichokiumba Mwenyezi Mungu kwa rehema yake, kwa ilmu yake, kwa ujuzi wake, kwa fadhila zake, kwa ajili ya binadamu. Subhanallah. Na akatupa sababu tatu tu katika aya hii kutuelezea kwamba ni taakuluna lahman tariya, ukiosha maji azbun furat ya 4, sa'ighun sharabu, maji yake inapita tu katika koo, inateremka kwa raha kabisa. Kama maji baridi katika joto kali, unaona raha ile, ndio utaipata. Maana kiu kimekubana, umehangaika, umeshakwenda masafa na jua kali, masaa 3-4 unahangaika tu, umerudi taabani, jasho, mwili wote umejaa jasho, halafu unaonyeshwa glasi ya maji baridi pale, vipi inateremka? Inaweza ni sa'ighun sharabuhu. Yateremka sa'igh, maana unaona raha pale inapita kwenye koo. Kinyume na katika sura Ibrahim anaeleza watu wanakuwa maji yenye usaha katika jahannam, wal iyad billah, Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Maji min sadid, maji yenye usaha, anaambwa kunyeni, yatajarrauhu, anachukua sip moja kidogo, hawezi kupita. Yatajarrauhu, anakunywa kwa jur'a, kwa dozi, kama hapo dawa dozi. Wala yakadu yusighuhu, sa'igh, yani hawezi hata kuteremka, hayapiti. Subhanallah. Kwa hivyo hikma kubwa, maji matamu adh, naweza kunywa nao kwa maji ya chumvi, kwa kazi chungu zima za kutusaidia sisi. Na akasema ndani yake tumeweka riziki yenu, taakuluna lahman tariyan, wa min kulli, maji ya chumvi na maji matamu, nyama mnakula kila aina samaki. Alafu pia watastakhrijuna hilyatan talbasunaha, na mnatoa mapambo ya wake zenu, wanavaa lu'lu wal marjan. Subhanallah. Wataral fulka fihi mawakhir, na unapoona chombo katika bahari hii inapokata maji, inapokata wimbi, Mwenyezi Mungu ametujalia ili tuweze nini? Litabtaghu min fadli, ili tuweze kupata fadhila zake. Leo sehemu ya bahari katika ulimwengu, sehemu ya bahari na sehemu ya nchi kavu, nafikiri sehemu ya bahari inaleta fadhila za Mwenyezi Mungu chungu zima kwa binadamu wanaoishi katika ardhi hii kavu, nchi kavu. Hebu tazama bahari, aina ya kazi zote zinazofanyika katika bahari, ikiwa upakiaji wa abiria, vyombo. Leo tazama harakati zilizokuwa hapa Unguja na Dar es Salaam, Unguja na Pemba, kila siku fujo, watu kwenda na kurudi, hakuna vyombo. Utakuwa kuna mawasiliano tena. Siku za kuharibika vyombo, siku za nyuma ndege zenyewe za tabu, watu wanatoa pesa ngapi kwa ajili ya kupata ndege ya kwenda Pemba mfano. Na subhanallah, tazama abiria wanapokwenda ulimwengu mzima, watu wanatoka huko na kwenda katika bahari. Ndio mizigo ndo kabisa, mizigo inatoka katika nchi zote zenye kuproduce producing countries, na zenye nini, zenye kutegemea kila aina ya vitu, makantena kwa makantena, malaki kwa malaki ya makantena, na kwenda kutoka bahari hii, kutoka Indian Ocean na kwenda Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Bahari katika bahari zina cross tu na kupeleka bidhaa kutoka China, kutoka Japan, kutoka Amerika, kutoka Ujerumani, kutoka wapi, kutoka wapi. Ukitazama litabtaghu min fadli, hapo unapoipata maana yake. Bali watu wenye kuvua, wavuvi
Pasenti gani katika watu wanaoishi katika ardhi wanategemea bahari katika uvuvi na kazi tele nyinginezo Kwa hivyo ukitazama litabtaku min fadli inatupa maana kubwa sana. Inatupa maana kubwa sana. Subhanaka ya Rabb. Wala'allakum tashkurun. Anategemea hasa mtashukuru, lakini wa qalilu min ibadi ash-shakur. Ni kidogo katika waja wangu wenye kushukuru. Subhanallah. Wala'allakum tashkurun, wanda mkashukuru, mkarejea kwa Mola, mkakurubia kwake zaidi, mkafanya taa zaidi, mkafanya ibada zaidi na amali njema zaidi. Hiyo ndio la'allakum tashkurun. Hivyo anataka na Mwenyezi Mungu, na kila ukifanya hivi zaidi ndio shukrani yako na anakuzidisheni zaidi. La in shakartum la azidan. Halafu tukaingia katika aya 13 jana, tukaeleza neema zinaendelea kutoka katika kuumba binadamu, kuumba maji. Kwanza kataja habari ya ardhi, kuumba mbingu na ardhi. Na hiyo tukitazama binadamu anaonyeshwa fadhila baada ya fadhila Mwenyezi Mungu juu yake. Anatoka kwenye maji sahihi, anakuja katika nini? Kwenda katika mbingu na ardhi. Yuliju layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl. Yuliju layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Na maana yake anauingiza usiku katika mchana na anauingiza mchana katika usiku. Mara nyingi wafasiri wanatumia hii ilaji, yulij au penyeza, usiku katika mchana na mchana katika usiku, kuelezea fadhila za Mwenyezi Mungu kujalia masaa 24 ya mzunguko wa ardhi na mbele ya jua, upande unaopata mchana na upande unaopata usiku. Katika siku za baridi ukawa mchana mrefu, siku ya baridi kwa mchana mrefu au mfupi jamani, na siku za joto huku ukiwa mchana mfupi usiku unakuwa mrefu, na ikiwa mchana mrefu usiku unakuwa mfupi. Kwa hivyo neema kubwa Mwenyezi Mungu hutujalia katika nini? Katika kule kupunguza usiku ukawa mfupi zaidi, ukawa mchana zaidi, kwa kupata fadhila zake, au akajalia usiku mrefu zaidi na mchana mfupi. Na hiyo yote katika neema na rehema za Mwenyezi Mungu juu yetu. Lakini kwa kuelezea huleta mchana na usiku kwa aya chungu zima, yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, kubadilisha usiku kwa mchana, mchana kwa usiku. Inna fi khalqi samawati wal-ardi wa ikhtilafi al-layli wan-nahar. Ikhtilafu, ikiwa ikhtilafu ikowepo kwamba una mwangaza huku hakuna mwangaza, huku unakuwa joto, huku unakuwa baridi. Ikhtilafu pia yote tunahitaji baridi na tunahitaji joto katika siku moja, kwa sababu kuendelea kwa kimoja muda mrefu ni tabu. Basi usiku wala si mchana. Ndio kwa maana ikaja aya nyingine ikhtilafu hii pamoja kaongezeka na maana, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa. Moja ikija baada mwenziwe, moja inatoka usiku inaingia mchana, inatoka mchana inaingia usiku, inatoka usiku inaingia mchana. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfa. Haya nataka kufikiria liman arada yadhakkara wa arada shukura. Kwa sababu angejalia moja kwa moja ingekuwa balaa kubwa. Hatuwezi kuishi bila kwamba nini? Alhayat al-ardhiyya, maisha ya ardhi hapa la tatahammal abadan istimrariyati an-nahar wala istimrariyati al-layl. Haiwezi kutahammal kuendelea moja kwa moja kwa mchana au kuendelea moja kwa moja kwa usiku. Na hii dalili ya kuonesha kwamba kuja kwa mchana na usiku, kuonesha kurawiyat al-ardh, yukawilu al-layl ala an-nahar wa yukawilu an-nahara ala al-layl. Mzunguko wake unaonesha namna gani kwamba dunia mfano wa mpira, kurawiyat, lakini juu sema kaskazini na kusini kidogo kama kumebonyea, mufaltaha wanasema neno linatumika mufaltaha. Na hii katika sura an-nazi'ati chini kasema nini? أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. wengine wakatafsiri dahaha maana yake nini? Kutoa, akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa jibala al-saha. Hii dahul ardh nini? Kutoa maji yake na kuthibitisha milima na jabali, na nini dahaha? Akhraja minha, tafsiri ya dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha halafu wa jibala al-saha, kutoa maji. Dahul ardh. Wengine wakasema la, dahul ardh huwa ja'ala al-ardh mufaltaha,
sio kamili kama mpira, lakini kubonyea juu na chini kwa hikma kubwa sana. Hii pia tafsiri imekuja katika nini. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba haliwezi kuendelea kimoja, la yumkin abadan, illa lazima pawepo siku na mchana. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah, akijalia usiku mfululizo, tunaweza kustahimili baridi wake? Tunaweza kuishi kwanza? Kwa sababu jua tunalihitajia kwa maisha yetu. Ila yawm al-qiyamah min ilahun ghayru Allah yatikum bidhiya, na atakuletea mwangaza, na mwangaza huu unapata kuchangamka, unapata kufanya kazi. Mwangaza huu unasababisha kwamba nini? Kupata chakula kutokana na miale ya jua inayopiga katika miti kaweza kunini kutengeneza chakula kwa ajili ya wanyama na kwa ajili yetu sisi. Tutaelezea tena katika hii kipande cha pili cha aya 14. Na alafu ni kwamba anapotuambia qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah, hebu mnaonaje nyinyi kama angelijalia mchana mfululizo mpaka siku ya kiyama? Man ilahun ghayru Allah, man ilahun ghayru Allah, la ilaha illa Allah, man ilahun ghayru Allah yatikum bilaylin taskununa fi, usiku ambao mnapata kupumzika ndani yake. Mapumziko ya usiku yana umuhimu sana katika kuendeleza siha ya mtu, kupata nguvu tena kwa kungojea وجعلنا الليل معاشا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل استراحة استغفر الله وجعلنا الليل لباسا, yani kufunika kila kitu, mkasirika mkapata kupumzika. Halafu tena waja'alna an-nahara maasha, kutafuta maisha na kutafuta riziki na kuchangamsha mwili. Na bila hivyo mwili hautakuwa, zile nguvu unazipata kwa kuhangaika na kwenda kufanya kazi jiddi wa ijtihad, inasababisha wewe siha yako ambayo inataka usiku wa mapumziko kurejea kuendelea kuwa na nguvu zaidi. Subhanallah, mchana unahitajia kwa kutafuta riziki na kwa ajili ya kukazanisha mwili wako, usiku unahitajia kwa mapumziko yako, moyo unapata kupumzika, mishipa hisia inapata kupumzika, nerves kila kitu masa zako zinapata kupumzika, mwili mzima ukipumzika unarudi asubuhi unaamka fresh kabisa, fresh mind, fresh body, kila kitu fresh. Unaweza kwenda kutafuta riziki, ukaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kurejesha hasa usiku na kuweni. Mwenyezi Mungu Allahu yatawaffa al-anfus hina mautia walati lam tamut fi manamiha, na kwa isokufa katika usiku akaendeleza kuishi kwa ajili ya kutafuta riziki. Al-mauta as-sughra, mauti madogo haya ni mazuri sana. Huko katika ulimwengu mwingine, katika usingizi umekufa kabisa, wengine wakaendelea kufa ndio moja kwa moja, natoka kifo kidogo mpaka kifo kikubwa. Hata aisi kalala ndio moja kwa moja, nasikia basi. Subhanallah, subhanakallah walhamdulillah, hikma ya Mwenyezi Mungu kubwa sana. Kwa hivyo hapa anasema min rahmati amekujaalieni al-layla wa nahara litaskunu fi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Nasir, kwa hivyo rehema Mwenyezi Mungu ajalia usiku na mchana. Naam. Alafu anasema al-fulka fi mawakhir litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Alafu akasema yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Katika aya yuqallibu Allahu al-layla wan-nahar, anasema nini? Yukawilu al-layla 'ala an-nahar, akasema yuliju al-layla fi an-nahari wa yuliju an-nahara fi al-layl. Wa ayatu lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum muzlimun. Namna gani mchana unapoondoka kuingia usiku? Tumeelezea kabla katika surati Yasin na ayatan yakum laylu naslakhu. As-salkh yani tumesema kuchuna mnyama, ng'ombe, mbuzi, kondoo, ile kuchuna. Basi kama kwamba ule mchana unachuna unapoingia upande wa kiza huko, unachuna mwangaza wake wetu unatiwa katika blanketi la usiku. Wallahi idha yakhsha wallahi idha yakhsha wa nahari idha tajalla wallahi idha yakhsha, na unapofunikwa unapoingia wa ayatu lahum laylu naslakhu minhu an-nahara fa idha hum muzlimun. Lakini ilaji kama kwamba inatuambia kwamba hata usiku na mchana tunavoleta, tunajalia usiku kwa mfupi, mchana mrefu, na tunajalia mchana kwa mfupi na usiku mrefu. Biqauli yuliju wa tuliju, wa huwa alladhi تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. katika Al-Imran. Na hii dalili ya kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu anapotia usiku kwenye mchana na mchana kwenye usiku kwa rehema zake kwa ajili ya faida yetu chungu zima faida.
chungu zima. Hakuna ila sehemu ndogo sana ambayo ukapata usiku na mchana kama saa 12, bali usiku kama mrefu sana, mchana watu watafuta jua walipata. Hii katika hikma ya tanawu, kuleta kutuonesha hizi anwaa mbalimbali, aina mbalimbali ninakujalieni katika hii ardhi yenu. وسخر الشمس والقمر. الله أكبر. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. بمعنى hapa na amelifanya jua shamsa wal qamar na mwezi sakhara kutumikia. Imeamrishwa jua na mwezi limtumikie binadamu. Tokea kuumbwa kwake kazi yao ni hiyo. Mambo mtabeba amana wamekataa. Inna aradha al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna yahmilnaha wa hamala al-insan. Imekataa kubeba amana ya tamkini fil ardhi, kuendesha ardhi, lakini binadamu kabeba jukumu hilo. Kabeba jukumu hilo, tutakupa privilege yako. Tutakupa privilege, kila kitu kinakuhudumia wewe. Kila kitu kinakuhudumia wewe. Na moja katika vitu viwili vikubwa hivyo sakhara, taskhir ya jambo lolote ni kuamrishwa mfanye kazi kwa ajili ya binadamu afaidike kwako. Hii ndio maana ya taskhir. Wasakhara lahum shamsa wal qamar. Wasakhara lahum al-layla wan nahar. Yote haya Mwenyezi Mungu ameipa amri kila kitu imhudumie binadamu. La jua haliwezi kukataa wala kupinga wala kuchelewa wala kunungunika, hakuna. Wala hakuna kwenda spidi zaidi nataka nimpite. Ngoja usiku nakuja mimi nitakupita sasa. Ingie mchana tena daba. Laylu la shamsi yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala laylu sabiqu an-nahar. Hautaki nini jua lije lipite mwezi wala usiku kutangulia mchana. Wa kullun fi falakin yasbahun. Yote vinaelea katika anga ya Mwenyezi Mungu kubwa, na kila moja katika njia yake na spidi yake na mwendo wake unaokwenda, ukizunguka around the self rotation, uko unazunguka around the special orbit revolution. Yote hizi Mwenyezi Mungu amejalia kila kitu kinakwenda bidikka wa spidi, bila kuharibika, bila kuchelewa, bila taskhiri. Hii bi maana kwamba amri ifanye kazi ila liajali musamma, mpaka muda maalum waliowekea mwenyewe Mwenyezi Mungu. Na tukizama faida ya jua taskhir, Mwenyezi Mungu amejalia kwamba jua sakhara shamsa wal qamar. Jua namna gani lilipokuja baada ya kuja usiku, baridi wa usiku kaondoka, ikaregulate temperature ya ardhi baada ya kuwa baridi sana, ikaja ikainuka temperature, miale yake ikapiga katika miti, tukapata process ya photosynthesis na miti kutoa mbali sukari za aina mbalimbali, alafu kufanya ikawa ina khazin, ina store vyakula. Kama hiyo tumeelezea photosynthesis, kupata glucose na sucrose na maltose na galactose na nini. Haya yote haya aina mbalimbali za sukari na maji yale yaliyotiwa. Hebu tazama hikma nyingine, uyusqa min ma'in wahid katika surati Ra'd nasoma, lakini mukhtalif al-ukul, utamu kila moja na utamu wake. Subhanallah, kila kitunda na utamu wake. Na haya yote haya kwa process ya kutumika kwa miale ya jua kwa ajili ya nini? Kuja kustore katika stem ya mti na kuja katika miti majani, na majani haya kwa process of photosynthesis inachukua minerals kutoka ardhi pamoja na maji na carbon dioxide katika hewa na rays energy, light energy, na hapa process hii inafungwa inakawin inatengeneza glucose na oxygen inatoka kwa binadamu pia. Katika process hii anapata oxygen. Hakuna jua, hakuna oxygen, hakuna chakula, photosynthesis, hakuna chochote, tutaishi vipi? Taib, haya maji mvua ikinyesha, maji yametoka wapi? Jua linapiga kwenye bahari, maji yana evaporate, yanapanda juu, yana condense, alafu yanafanya mawingu na nini, yanashuka kama ni mvua. Kwa hivyo ukitazama haya yote haya, na leo hasa umuhimu wa jua umekuwa mkubwa. Ulimwengu unazidi kukua, watu wanakuwa wengi, energies aina zote za nguvu unazopata. Tumetumia makaa, tumetumia petroli, tumetumia magesi, tumetumia nini. Sasa hivi inahitajika solar energy, nguvu za jua, ambayo imeshakuwa ni sehemu pati muhimu sana katika ulimwengu, katika matumizi ya nini, ya binadamu.
imeshakuwa kila moja katika vitu hivi vinaanza kupungua, na lazima papatikane alternative. Na rahisi mwangaza wa jua kupata energy ya kuweza kufanya mambo chungu zima katika maisha yetu. Kwa hivyo ukitizama taskhiri shams kwa ajili ya binadamu, anahitajia kwamba ili usiku mtupu usiendelee lazima ije mchana, ili mwangaza wake iweze kusaidia. Fasakhara shamsa taibu wal qamar, na qamar haijawekwa karibu na ardhi yetu ila kwa manufaa chungu zima. Leo ukitizama nyota zote hizi, every star is a sun. Kila nyota ni kama jua, lakini kwa umbali wake kwa maili nyingi sana. Tunatumia light years, hatuwezi kutumia kilomita tena. Light years away, masafa yake, umbali wake, na kila moja ni familia kama familia ya jua letu. Jua letu ndo familia yetu, sisi ndo watoto, jua ndo baba, ndo mama. Na jua hili kuna gravitational force baina ya jua na planets zinaweza kuzunguka, na sisi tunajua planets zetu ngapi katika jua hili letu, 9 au sio? Na wengine wakasema kuna ya 10, na wakasema kuna 11 zimeonekana, moja inaitwa Poseidon ya 10. Alafu tena kila moja nyingine zina mwezi wake. Sisi na mwezi mmoja humu, nyingine zina miezi miwili, nyingine mitatu, nyingine haina mwezi. Na kila moja imekaa katika orbit yake, njia yake ikizunguka nini baba jua, au sio? Na jua hili familia yetu hii katika solar system yetu, ambazo ziko millions and millions katika galaxy yetu, baba mkuu wa galaxy yote, Milky Way hii, subhanallah, kila moja ina kazi yake. Hebu niambie, ulimwengu wa kullu fi falakin yasbahuna, kila moja katika anga lake, katika pahala pake, katika njia yake, katika speed yake, katika subhanallah, hazigongani. Kila kitu kinakwenda kama alivyopangia Mwenyezi Mungu. Leo mwezi faida yake nini? Kwanza muhimu tujue kwamba huu mwezi ndio unasababisha kukupa maji na kujaa. Kwanza pia kuna huu mwezi una gravitational pull, mvuto kama smaku wake ni key to making the earth, kuifanya hii ardhi yetu ifanye nini, ipate nini, kuweza kuishi, watu kuishi ndani yake, iwe ni pahala ambapo it is a livable planet ambapo watu wanaweza kuishi. Hii puli yake, nguvu zake kuzuia, inapunguza mtikisiko. Unajua kwamba ardhi yetu imekuwa tilted kidogo, haijawa straight katika axis yake, katika mwendo, na hii inasababisha wobbling, yani kutikisika, na force ya mwezi unazuia nini, kupunguza mtikisiko. Ukiacha uthibitisho kwa majabali na milima ndani ya ardhi, aljibala autada, aljibala arsaha, rasu kama nanga kuzuia meli, kadhalika majabali kuzuia. Lakini pia mtikisiko mwingine unazuiliwa na nini, na force ya gravitational pull kutokana na mwezi. Ukiwacha yasaluna kanil ahilla qul hiya mawaqitu linnas wal hajj, nakuuliza kuhusu miezi, ambie kwa ajili ya nyakati, watu kujua nyakati. Leo mwezi umechomoka huo, leo mwezi mosi, leo mwezi pili, katikati ya mwezi unapata Badr, layali bidh, usiku nini, mbala mwezi, halafu inaondoka kabisa, halafu unaanza tena kuchomoka kal urjun alqadim, mwezi mwandama, mwezi mwanza, tunapata kujua tarehe ngapi leo na nini. Yasalaka ila qul mawaqitu nas, ili tujue nyakati zetu. Taib, najua jua likija likiondoka likichomoza siku ya pili, tunajua siku moja imepita, siku ya pili imeanza, au sio? Kwa hivyo jua na mwezi, sakhara shamsa wal qamar, yote kwa ajili ya faida yetu sisi, taskhir kwa ajili ya binadamu na vitaji hivi. Bila vitu hivi ni life is impossible, maisha na kwa nini hayamkiniki kuwepo. Kwa hivyo hapa tunasema sisi kwamba mwangaza wa jua na kazi inayofanya mwezi, bila vitu hivi viwili, kwa sababu hakuna kitu kilichoumbwa. Huu mchanga, tone ya mchanga ukichukua, basi una faida yake kwako wewe. Hawa ndege wanaoruka wana faida, siku walokusudia nani chumlasi mausi tungu nani walisema alikwenda kaua akateketeza wale ndege kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya wanakula vyakula ambavyo tunakula sisi. Kwa nini watuingilia? Wateketezeni waueni kwa milioni, baada hapo kupiga njaa kubwa zaidi.
hiyo riziki wanakula wale ndege maonia choyo. Kumbe wale walikuwa wanakula wadudu ambao wangesababisha maradhi. Kula miti yote pia na mkapata ukame. Subhanallah. Yani kila kitu kina hikma. Mwenyezi Mungu hajaumba bure. Kila kitu, kila kitu alichokiumba ni aya, ishara kuonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasakhara shamsa wal qamar kullun, hapa tena kasema kullun bimaana vyote, na kullun ukitia kwa dhammatain bimaana chochote unachokijua chenye alaka na huu mwendo, yajri li ajali musamma, ikiwa nyota, zikiwa planets, ikiwa jua, ikiwa nini. Hapa tuchukue maana kwamba kwa sababu imetajwa shams wal qamar, kwa hivyo kullun aula min babil aula kusema hivi jua na mwezi yote katika hivi viwili, lakini kullun aam ni more general kwa kila cosmic body, kila chombo kilichokuwa angani basi vinaingia katika listi, kila moja na wakati wake. Sikasema Mwenyezi Mungu kullu shay'in halikun, sio kullu shay'in halikun illa wajha, kila kitu kitateketea, kitaangamia isipokuwa yeye mwenyewe mzuri Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hapa kullun yajri, vyote vinakwenda li ajali musamma. Hebu niambie, halafu unakuja kuona kauli kama hii, dhalikumullah, huyo ndio Allah. Dhalikum, angesema dhalika ni yeye tu, lakini dhalikum inatia vyote alivyovitaja tokea mwanzo aya mpaka hapa, vyote alivyofanya. Ja'al malaikati uli ajnihati mathna thulatha rubaa, fatir as-samawati wal ard, kajalia mvua na maji na nini, au si kuumbwa kwa binadamu na kufanya maji kwa bahari, adhb na milh ujaj, hayote haya, na kuumbwa usiku na mchana na mwezi na jua, hayote anafanya nani? Dhalikumullah, huwa mwenye kuyafanya yote anakuzindua. Dhalikumullah rabbukum, ili muone alaka kubwa Mwenyezi Mungu, mapenzi yake juu yako wewe binadamu, Mola wenu mlezi wenu. Dhalikumullah rabbukum. Hebu niambie ghairi ya rabb huyu nani atakupeni vyote hivi? Ndio kwa watu kama semeni alhamdulillah, kwa sababu Allah ndio rabbil alamin, kwa kuwa yeye ni Mola na mlezi wa ulimwengu wote, inastahili alhamd. Ingekuwa kuna Mungu mwingine hii aya inasema haona waabudu masanamu wakaabudu miungu yote, hawana ufalme wote. Lahul mulku, ufalme wa Mwenyezi Mungu. Waladhina tad'una min dunihi ghairi Allah, hebu niambie wanamiliki nini? Chochote hawana. Ma yamlikuna min qitmir, sio qitmir za kupikia mchuzi qitmir, naqir tutaelezea zaidi, lakini wacha tukamate kwanza hapa juu. Dhalikumullah, mumjue huyo ni Allah. Dhalikumullah rabbukum, huyo ni Mola wenu Allah ni Mola wenu. Akasema lahul mulk, yeye ni ufalme wote. Almulk, liman almulku alyawm, siku yote kwa ufalme wake peke yake, lakini Mwenyezi Mungu akampa ufalme binadamu, mitume, au sio? Ufalme ambao anaumiliki binadamu tofauti kabisa na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu katumia neno al-mulk, na wakati wao akatumia neno malakut. Wakadhalika nuri Ibrahima malakuti samawati wal ardh, na muonesha Ibrahim na malakut, ufalme mkubwa zaidi. Ut ni sigha ya nini? Ya mubalagha katika jambo linalokutajwa, kwa sababu kuna rahma, rahamut, mulk, malakut, jabbar, jabarut, hayote nasema raghba, raghabut, rahba, rahabut, ni maneno machache yenye kutumia ut kama sifa ya mubalagha, kukuza kitu. Ile sifa iliyotajwa kukuza. Au an rahma, rahman, rahman, tughyan, yani wovu hali ya juu kabisa, tughyan na taghut,
na zote sifa za kupindukia mipaka katika taghi, katika nini, katika dhulma. Malakut tukitazama katika neno hili limetumika mara 4 katika Qur'an. Al-mulk ma yuhasu amamak, unaweza kuhisi kuona, lakini malakut si kwa hisia zako tu. Ma ghaba anka huwa al-malakut, ma ghaba anka huwa al-malakut, yaloghibu kwako. Ikiwa malakut ufalme wa mbinguni, naam, katika malakut. Ikiwa malakut hata duniani, alichoonyesha Nabii Ibrahim malakut kitu gani? Kwa sababu alladhi la tudriku al-basair, tudriku al-basair, asema moyo ukionyeshwa jambo ambalo wengine hajaona, akasema subhanallah, anapata kumjua Mwenyezi Mungu zaidi, kudra yake, uwezo wake, au sio? Wengine walisema malakut maana yake nini? Wamesema malakut ukiwacha mulk ambao unaingia ndani ya malakut ni sehemu ndogo ya malakut, lakini malakut mukhtasam billah, kwa sababu Mwenyezi Mungu yamliku al-mulk wa yatahakkam fi al-mulk, wa yadha'u qawaninu, anatahakkam, anaweka kanuni zake, anafanya chochote. Leo kichukua mfano, engineer anajenga nyumba, sikisha kujengea taib, anamiliki kwamba isitokezee tetemeko, isitokezee dharba, isitokezee upepo mkali, anamiliki hiyo? La, abadan. Al-malakut, ufalme wa Mwenyezi Mungu, yeye anapanga hukumu zake. Leo kitokea hiki, leo kifanyike hivi, anaweza kucontrol anachokitaka. Tahakkum, control katika mambo aliyoumba, za mwezi na jua na nyota, sara, kila kitu vyote vinakwenda kama si malakuti samawati na ardhi, wenye kuzuia na kuviendesha kwa spidi na bila kuongana, bila kutokea accident, bila kufa chaji jua au nini. Haya yote haya yanahitajia kauli malakut, mubalagha fi al-mulk. Mulki yake inasababisha na kupanga hukumu zake na kuweka sheria zake na kusaitara control. Yote haya yanaingia katika nini? Katika nini? Kauli malakut, kama alivyosema Dr. Adnan Ibrahim kaelezea namna hivyo. Kwa hivyo binadamu la yatahakkam masir, hawezi kutahakam destiny ya vitu ambavyo wanavitengeneza, anaviacha kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe avilinde, avitazame. Ufalme gani uliopungua? Ufalme uliopungua si ufalme. Ukitaka ufalme wa mbinguni, basi mtii Mwenyezi Mungu, utakuta kule. Ile man anataka izza falillahi al-izzatu jami'an, wa huwa sahibu malakuti samawati yote katika mikono yake. Naam. Kwa hivyo tukisimama hapa katika aya hii, dhalikumullahu rabbukum lahul mulk, suala walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, kipande cha kesho inshallah. Hadha wallahu a'lam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.